Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, na wakaribisha kwenye kipindi chetu pendwa. Sasa leo tutaangalia kauli za John Pombe Magufuli. Kauli za hayati John Pombe Magufuli. Hizi ndizo kauli za hayati John Pombe Magufuli ambazo zimebakia kwenye historia ya Tanzania. John Pombe Magufuli hakuwa rais wa maneno, bali alikuwa rais wa vitendo na misimamo. Sasa sitaki kukuchosha, na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda, na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja tukazione hizi kauli za hayati John Pombe Magufuli. Tukianza na namba 20. Kura chuma hicho. Usinifanyizie fujo mkutano wangu. Shika huyo kamuweke ndani. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Haya, sasa nikupeleke kwenye kauli namba 19. Kura chuma hicho. Hakuna mwanasiasa, hakuna askari, hakuna waziri au mtoto wa fulani ambaye akijihusisha aachwe. Hata angekuwa mke wangu Janet hapa akijihusisha, we shika tu peleka. Kwa sababu madhara ya madawa ya kulevya kwa taifa letu sasa hivi yamefikia mahali pabaya. Haiwezekani watu wanakuwa wanauza kama njugu. Haya, tukaangalie kauli namba 18. Kura chuma hicho. Nimewapa maelekezo machache ambao waanze nayo. Kwanza, yale masuala ambayo hayatakiwi kusamehewa kodi, wasisamehe kodi yoyote kuanzia leo. Watasamehe tu yale ambayo yanahusika, ambayo yako kwenye mkataba, labda na wafadhili na kadhalika. Yale mengine wayaache tu, hakuna kusamehe. Lakini la pili, waimarishe swala la ukusanyaji kodi, na hasa kwa wale wakubwa wanaokwepa kodi, wanaopitishia bandarini na kadhalika. Na nimemwambia katibu mkuu na wataalamu wote washirikiane na TRA katika kuhakikisha kwamba wanakusanya mapato ya kutosha. Haya, tukaangalie namba 17. Kura chuma hicho. Mimi nachukia wezi, na kwa kweli wezi watakoma tu. Awe mwizi wa Tanzania, awe mwizi wa Ulaya, awe anatoka West, East, South, mwizi ni mwizi tu. Lazima waule wachuya. Kwa hiyo tutaendelea kubana mianya yote ambayo wenzetu wamekuwa wakiitumia na kulifanya taifa hili kuwa taifa la usindikizaji na kuwa taifa la maskini. Nimeeleza mengi ndugu zangu kwa jinsi tunavyodhulumiwa, saa nyingine kwa kutumia baadhi ya watendaji wetu wachache ambao sio waaminifu walioko ndani ya serikali, kwa kusaini mikataba ya ajabu ambayo hata mababu zetu waliokufa miaka 500 iliyopita wasingeweza kusaini mikataba ya namna hiyo. Haya, sasa twende tukaangalie kauli inayofuata. Kura chuma hicho. Usichelewe kukaa unaagaaga, kwa sababu nimeshawaona hawa mabarozi nikiwateua kila siku wako kwenye ofisi wanakwenda kuaga. Nimemteua barozi wa Zambia, sifahamu kama ameshaondoka. Penyewe ni Zanzibar, ni Zambia tu hapa. Kila siku namuona mara yuko kwenye makamu wa rais, mara yuko kwa waziri mkuu, mara yuko Zanzibar. Sasa nimeshakuteua, bado nazunguka tu huko. Kila siku hata anaaga. Kwani hayajui ya Tanzania? Nimeshasema mimi nikishakuteua wala uhitaji kuja kuniaga. Nenda tu kwenye kituo chako.
Sasa huyo wa Zambia sijui bado amebakiza nani, ataenda kwa mkuu wa mikoa akawaage. Siku atakapomaliza kuwaaga atakuta ubalozi hana. Yeye aendelee kuaga tu. Sasa ninakushauri Mheshimiwa Balozi, wewe ni askari. Tumeshamalizana hapa. Wewe kapange kazi, nenda Cuba. Haya, twende tukaangalie kauli nyingine. Kura chuma hicho. Wapo watumishi ambao wamebadilisha umri wao wa kuishi. Wamebadilisha miaka yao. Unakuta ni mzee kabisa lakini yeye hati hasitaafu. Huyo naye hana utofauti sana na hewa, kwa sababu ameshamaliza muda wake, hataki kutoka kazini, awaachie wengine nao waje wafanye kazi, anaendelea kukaa pale kubadilisha miaka. Mimi hapa nilikuwa nimebakiza miaka 2 tu kustaafu. Lakini hebu kaangalieni kwenye maofisi yenu. Wako watu ambao ni wazee kuliko mimi, bado wanafanya kazi, tena ndio wanasema ndio wakati umefika. Hao nao dawa yao tunaichunguza. Kauli inayofuata, kura chuma hicho. Alikuwa anashirikiana na wakwepa kodi, si mmempeleka wapi? Yuko hapa bado ni manager. Mtowe mdimoti huko, unambembeleza wa nini? Ndio tatizo lako kichere. Mtu anakosea hapa, unamleta hapa. Coordination yake inaendelea hivyo hivyo. Ifike mahali mtu anapopewa kazi ya kukusanya kodi ya nchi, akiferi mahali ni out. Haya, sasa nikupeleke kwenye kauli nyingine. Kura chuma hicho. Iwe ni marufuku na wakalisimamie hili. Michango, sitaki kusikia mwananchi yoyote mahali popote akilalamika kwamba mtoto wake amerudishwa shule kwa sababu ya michango. Na walimu wote mahali pote walipo wasishike mchango wote wa mwanafunzi. Uwe wa maabara, uwe wa madawati, uwe wa nani, wasishike mchango kutoka kwa mwanafunzi. Michango kama ipo, kama kuna mzazi atakuwa na interest ya kuchangia, atapeleka kwa mkurugenzi. Mkurugenzi yule kama anataka kutengeneza madawati, atatengeneza madawati, ataipeleka kwenye shule inayohusika. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwe kwa sababu hajatoa mchango wa dawati. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwe kwa sababu hajatoa mchango wa chakula. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwa kwa sababu hajatoa mchango wa... Twende tukaangalie kauli namba 10. Kura chuma hicho. Pamekuwa na swala la kukatika kwa umeme mara kwa mara na uwepo umeme wa mgao. Hilo nalo limelalamikiwa na wananchi wetu. Eneo lingine ni ATC. Shirika la ndege lipo. Wafanyakazi wapo zaidi ya 200 na wanalipwa mishahara, ila ndege ni moja tu wanayohangaika nayo. Nikupeleke kwa kauli inayofuata. Kura chuma hicho. Hizo hela kama alizichukulia mkononi zitatokea mahali popote ambapo pako wazi. Sasa nikupeleke kwenye kauli nyingine. Kura chuma hicho. Muuliza Mzee Museveni, mbona unachelewesha hili bomba? Kwa sababu ya kodi ya huko ambayo umekataa kuikubali. Kodi yenyewe ni dola 600, wakati utakuwa unatengeneza bilioni 800 USA dola. Bilioni 80 USA dola. Sacrifice hii kodi kidogo, ucreate employment na utapata fedha for a long time. Watu wako wa TRA wasikucheleweshe. Ni TRA au nini ile ya Uganda inaitwaje? Inaitwaje? Uganda Revenue Authority. Wasikucheleweshe mzee. Sisi tulitaka hiyo pipeline iitwe Kaguta pipeline siku tunapofungua. Wanakuchelewesha. Nikamtolea mfano. Mimi nilipoingia madarakani, simfundishi mzee, lakini nilipoingia madarakani
nimebadilisha makamishna general. Sio swala la kujidai, lakini ni baya, 5. Haya, sasa nikupeleke kwenye kauli inayofuatia. Kura chuma hicho. Uchumi wetu ni mzuri kweli. Kuwa uchumi mzuri haina maana ya kuwa na mahera umeyajaza chumbani. Uchumi ni pamoja na kuwa hela ngumu kuipata. Kizuri hakipatikani ovyo ovyo. Ni lazima utoe jasho. Haya, twende tukaone kauli nyingine. Kura chuma hicho. Tusimamie kazi zetu. Hata hili swala la mauaji liliokuwa linatokea Njombe halikutakiwa lichukue muda mrefu hivyo. Ndio maana RPC wa hapa nimemtoa. Wala msitafute sababu nyingine. Nimemtoa kwa sababu alishindwa kusimamia hii kazi. Nimemleta mwingine. RPC mpya yuko wapi? Hebu simama. Yuko hapo Abduni. Tena mweupe mzuri. Kava na RPC. Ninataka mambo yawe yanatendeka haraka. Wewe mtu anapotea mtoto wa kwanza, anapotea mtoto wa pili, mpaka wanafikia 7. Wewe RPC, mbona watoto wako hawajapokea? Angepotea hata mke wako usingechangamka, au mume wako. Ni lazima watu tuchukue haki. Haya, nikupeleke kwenye kauli nyingine. Kura chuma hicho. Yale magari ya ovyo yale ambayo ni ya wizi, na mimi nafahamu, mpaka hata mletaji nafahamu, na alichokuwa nataka kufanya I have the information, ila nataka mzilete ninyi information ili nijue kama tunaenda direction moja au wengine wana direction nyingine. Yale magari yaliyokaa miaka 10 mle ndani, wakati sheria inasema gari likishakaa siku 21 linaweza likapigwa mnada, na ninyi huwa mnakaa mnada mnautengeneza ili kusudi magari hayo myanunue ninyi kwa watu wenu mnaowajua. Nataka iishi. Nataka magari yaliyokaa muda mrefu myatoe, expose, yajulikane, hata kama ni kuwagawia wafanyakazi bure badala ya kukaa. Haya, twende tukaangalie kauli nyingine. Kura chuma hicho. Inawezekana ndiyo sababu Mheshimiwa mbunge Msukuma anaomba maaskari wa kike waende huko. Sasa IGP, wewe usimnyime. Mchagulie wanaofanya mazoezi kama haya ya kuzunguka, uwapeleke huko. Ila tumpe masharti akatengeneze nyumba za maaskari kule. Yeye ni mfanyabiashara, yeye ni mbunge, lakini pia anapata fedha za maendeleo ya jimbo zinazotengwa na serikali. Sasa nimuombe Mheshimiwa mbunge katengeneze nyumba nzuri, kwa sababu ni maaskari wetu. Utakapokamilika IGP na kuagiza, peleka hao maaskari wa kike kule aliowaomba. Sasa twende tukaangalie kauli inayofuata. Kura chuma hicho. Nasema uongo Nkoi. Kwa hiyo nataka kuwaeleza tuko vizuri, na ndio maana hata hii treni sasa hivi tumeanza kuijenga ya umeme, sio ya kuendeshwa na diesel. Tunatengeneza ya umeme, na tumeanza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa fedha za ndani za Watanzania trilioni 7. Hata kama itachukua miaka 10, nataka niwaambie Mwanza itafika, na spidi yake ni zaidi ya kilomita 160 kwa saa. Kwa hiyo kwa hii kesha tuaye na ulisatorera ule Morogoro. Tunataka Tanzania mpya. Hilo ndio lengo langu, na ndio maana hata nilipofika hapa sikusema CCM oye, kwa sababu yapo yaliyokuwemo CCM yalikuwa majizi sana kuliko hata ya Chadema. Haya, sasa nikupeleke kwenye kauli nyingine. Kura chuma hicho. Nitapata simu 4 tu, kwa sababu mimi na maaskari hapa tena wengi. Naweza nikaanza kusearch hapa. Upati simu? Sipati. Ndio. Na kwenye mabweni yao ndio na kuanzia kusearch. Na search sana kwenye mabweni.
Huyu amesema kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao walitaka asikilizwe yeye. Anakuja na vitu viovu. Kwa hiyo wewe hukutaka nimsikilize? Yeye mimi nakuuliza mbona wewe unakusikiliza? Kwa hiyo hukutaka yeye nimsikilize mimi? Nashukuru Mungu amefanya hivyo. Nashukuru sana. Ameeleza ukweli, ameniinua wakati fulani. Unajuaje amekuinua? Nikukunyoa nyota zako hapo, atakuwa amekuinua. Kwamba mimi nafanya. Alafu wewe naona una kiburi. Hapana. Unazungumza mbele yangu kwamba amekuinua? Kwamba nimesikika. Una uhakika gani kwamba mimi nitatoka na jibu gani kwako? Amekuinua. Yaani unazungumza hivyo mbele yangu? Nimekosa. Niwe radhi. Amekuinua. Niwe radhi. Kwa hiyo kuja kwangu hapa ulikuwa uje wewe uinuliwe? Hapana. Nashukuru. Mkuu wa magereza, nisamehe. Kwa hiyo nimekuja hapa kusudi huyu ainuliwe? Hapana. Nisamehe Fati. Nisamehe. Najua unafikiri unafanya mzee. Ya, ndugu mtazamaji, hizo ndizo kauli za John Pombe Magufuli ambazo zilibakia kwenye historia ya Tanzania na zitaendelea kubakia kwenye historia ya Tanzania. Kama kawaida, kama Karambwanda, usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Asanteni sana ndugu watazamaji.